Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hali nchini Venezuela bado ni tete. Ni baada ya Marekani kuanzisha operesheni ambayo ilimtoa na kumkamata rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Hata hivyo, baada ya kutekwa kwa Maduro na vikosi vya Delta vya nchini Marekani, Maduro na mkewe walisafirishwa huko Marekani na hata siku ya jana Jumatatu walifunguliwa mashtaka, huku raia nchini Marekani na hata Venezuela wakiandamana kutokana na kupinga kitendo kilichofanywa na rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, ikiwa hayo hayatoshi, makamu wa rais Delcy Rodriguez aliapishwa kuwa rais, lakini pia akizungumza na viongozi wa Marekani namna ya kuliongoza taifa hilo. Hii imekuja kusababisha baadhi ya wanajeshi kutaka kufanya mapinduzi wakifikiri kwamba uongozi huu umewekwa na Marekani. Milio ya risasi mikali imeripuka karibu na ikulu ya rais huko Caracas. Vyombo vya habari vimeripoti. Wanajeshi na magari ya kivita yalionekana katika mji mkuu wa Venezuela, huku kukiwa na ripoti za jaribio la mapinduzi. Wanajeshi wanataka kufanya mapinduzi kumwondoa Delcy Rodriguez aliapishwa, wakiungana na wananchi wanaoendelea na maandamano ambao walimkataa rais Nicolas Maduro. Lakini pia wakati huu, baada ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba kumbe nia yake haikuwa ni Maduro, isipokuwa anahitaji rasilimali ya mafuta pamoja na rasilimali zingine zilizopo nchini humo, raia nchini Venezuela waliamua kufanya maandamano. Hata hivyo, maandamano haya yameungwa mkono na baadhi ya wanajeshi ambao walionyesha hasira, ambapo milio mikali ya risasi imeripotiwa nje ya ikulu ya Miraflores mjini Caracas siku ya jana Jumatatu, siku chache baada ya Nicolas Maduro kutekwa nyara wakati wa msako wa kikosi maalum cha Marekani. Video zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha askari wenye silaha na magari ya kivita nje ya majengo ya serikali. Pia kuna ripoti za milipuko na uanzishwaji wa bunduki za ulinzi wa anga. Shirika la habari la AFP limenukuu vyanzo vyake nchini Venezuela ikisema hali iko chini ya udhibiti. Vyanzo vya AFP viliongeza kuwa vikosi vya usalama vilifyatua risasi kujibu ndege zisizokuwa na rubani ambazo hazikutambuliwa zikiruka juu ya eneo hilo la ikulu ya Venezuela. Wanajeshi walihamishwa baada ya makomando wa Marekani kuwakamata Maduro na mkewe Celia Flores siku ya Jumamosi na kuwasafirisha hadi New York, ambako wote walifunguliwa mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Mshirika wa karibu wa Maduro, makamu wa rais Delcy Rodriguez, aliteuliwa kuwa rais wa muda. Alilani operesheni ya Marekani akisema ni shambulio la kibeberu. Hata hivyo, licha ya kuapishwa kwa Delcy Rodriguez, lakini inaonekana wananchi hawana imani naye kwa sababu ya kile kilichoelezwa na rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia wakidhani kwamba Rodriguez hatoweza kupambana na uongozi wa Marekani, na hivyo wananchi wakaona njia pekee ni kufanya maandamano, huku jeshi likitaka kumpindua Rodriguez. Maduro amekanusha mashtaka yote yaliyofikishwa mbele ya hakimu wa Marekani jana Jumatatu, akieleza kama mfungwa wa vita. Waziri wa mambo ya nje Ivan Gill amesema Marekani ilianzisha vita vya kikoloni ili kupora maliasili za Venezuela. Leo ilikuwa ni Venezuela, kesho inaweza kuwa nchi nyingine yoyote ambayo itaamua kutumia uhuru wake, aliongeza. Moscow na Beijing pia zimelani uvamizi huu wa Marekani, huku mjumbe wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Vaseline Benzia akiuita ujambazi wa kimataifa uliofanywa na Marekani katika taifa lingine huru. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho kimeelezwa na vyombo vya habari. Wanajeshi wa Venezuela wamevamia ikulu na kurusha risasi pamoja na silaha zingine karibu na ikulu, jaribio ambalo linatajwa lilikuwa ni jaribio la mapinduzi baada ya kuapishwa kwa Delcy Rodriguez aliyekuwa makamu wa rais wakati wa utawala wa rais Maduro. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi.